Mtakatifu atafichua mpaka na maadui zako. Ukiwa na nguvu za Roho Mtakatifu atakujulisha mpaka na mambo yajayo. Ukiwa na nguvu za Roho Mtakatifu, hata kama kuna mtu uko naye anacheka kama malaika, Roho wa Bwana atawasha taa ndani yako kwamba huyu ulioko naye sio mwenzako. Na kuna watu leo wako mahali hapa, Roho wa Bwana atafichua kilichojificha. Uko tayari nikafichue? Uko tayari tukafichue? Kwa hiyo naomba Mungu ni ufunuo. Hatuwezi tu tukaomba kwa sababu tunaomba. Hatuwezi kumuona Mungu bila mafunuo. Kitabu kile cha Wakorintho wa kwanza 2 mstari wa 10 anasema Mungu ametufunulia siri kwa Roho wake, maana Roho huchunguza yote, hata mafumbo ya Mungu. Ndio maana ni muhimu sana kujazwa nguvu za Roho Mtakatifu. Tukiwa na nguvu za Roho Mtakatifu anatuletea vile vya kimbingu, anafunua jinsi Mungu alivyo, na anasema hufunua mafumbo ya Mungu. Kama tunasema umeokoka na hujajazwa nguvu za Roho Mtakatifu, wewe sio Mkristo. Wangapi wana roho wa Kristo hapa? Wangapi wana roho wa Kristo mahali hapa? Nataka nikuambie leo upokee nguvu za Roho Mtakatifu. Sema basi fire. Sema fire. Kwa hiyo ukishakuwa na Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu anafichua mpaka moyo wa Mungu. Ni hatari sana kuliongoza kanisa ambalo halina nguvu za Roho Mtakatifu. Na ukishaona tu kanisani watu wako kanisani lakini wanahisi tu wachawi, unajua kuna shida hapa. Siku moja niliona alikuja mtu mmoja kanisani ambaye wanasadikika kwamba ni mchawi. Kwa hiyo nimesimama tu hapa madhabahu, nikashangaa watu wote kanisani wanamwangalia yule mtu. Alafu kwenye vichwa vyao wanawaza mchungaji atamfukuza au atamwambia nini. Kila mtu anamwaza. Yule mtu akachukua hatua akasogea karibu na madhabahu, akashangaa kufinyana. Mtu mmoja ambaye anasadikika ni mchawi, hawana hata uhakika, lakini tayari hofu imejaa. Mtu ambaye amejazwa nguvu za Roho Mtakatifu haingizi mawazo ya wachawi, anaingiza kwamba mchawi awepo asiwepo, ninazo power, lazima atasalenda kwangu. Saona tu unawaza tu habari ya wachawi. Ukiona mtu kateteleka, yaani mpaka watu wengine, kuna mtu akipita mbele yako, yaani kama unakula, unaacha kula. Ni sawa, lakini usiishi kwa maisha ya hofu, maisha unikidiki. Nataka leo nikujengea ujasiri. Kuna power tunaweza tukapokea. Kuna nguvu za Roho Mtakatifu. Mtu akiwa nayo, hata mchawi alogeje atashindwa na uchawi wake. Leo nakutamkia, wachawi watashindwa na uchawi wao. Usema kumwambia watashindwa na uchawi wao. Hivi kuna mchawi kuliko mlokole? Kuna mchawi kuliko aliokoka? Nataka mwanangu nikuombee leo. Huko ulikotoka waseme Elisha ni mchawi. Kila wakituma makombora warudie wao. Kila wakituma magonjwa warudie wao. Kila wakichimba makaburi waliochimba waingie wao. Leo pokea nguvu ya kuwashinda maadui Bwana. Wakituma mapepo kwenye kazi yako, mapepo ya warudie wamalize kwamba hapa hatuwezi. Kinachotupa nguvu ya kutambua hii ni mbinu za shetani, hii ni mbinu za Mungu, ni Roho Mtakatifu. Na atakayetunyakua siku ya parapanda ni Roho Mtakatifu. Ukiwa na nguvu za Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu anaweza kukwambia usiende hapa leo, usiende kwenye kikao leo,